Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto, habari ambayo siku leo imeweza kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii bana. Mange Kimambi amezua gumzo kubwa sana katika application yake Mange Kimambi app. Kuna taarifa ambazo ameweza kuzianika, lakini sio taarifa tu, ni ushahidi ukiwa unaonesha taarifa za talaka. Bana, tunafahamu ule ugomvi mzito ambao ulitokea kati ya Diamond pamoja na Zuchu. Tuliweza kuona Diamond na Zuchu waligombana ugomvi mkubwa, baadaye ikapelekea Diamond akampiga vibaya Zuchu, na Zuchu akawa ameumia sana. Familia ya Zuchu iliwaka, na Hadija Kopa tuliweza kushuhudia alidai kwamba anatamani sana kikao kiweze kuwekwa ili mradi Diamond aulizwe kwa nini umeweza kumpiga mwanamke wako, lakini sababu kubwa Mama Dangote akiwa anaanika kwamba Zuchu ana tabia ya kushika simu ya mwanamume wake, jambo ambalo sio kweli, na kungwi wake alimfundisha simu ya mwanaume aishikwe. Ukitaka ndoa yako idumu, basi usishike simu ya mwanaume wako. Simu huwa zinaharibu sana mahusiano, na ndicho kitu ambacho kimemkuta msanii Zuchu. Sasa siku ya leo Mange Kimambi ameanika jambo lipya kabisa. Tunafahamu Zuchu alishawahi kupewa talaka moja, zikabaki talaka mbili. Sasa inaonekana wazi kwamba kikao kimekaliwa, lakini mwafaka haujafikiwa, kwamba Zuchu ameshindwa kabisa kumsamehe Diamond Platnumz, na ikapelekea hatua ya Diamond kupata hasira na kuamua kumwandikia Zuchu talaka ya pili. Ni kama vile Diamond anamtishia hivi. Mange Kimambi anakuambia ameweza kupata huo umbea kupitia kamera zake za Mange Kimambi, na ameweza kupata uthibitisho kwamba Zuchu ameweza kupewa talaka, karatasi ya talaka na Diamond Platnumz, na itakuwa ni talaka ya pili. Imebaki talaka moja tu. Kama Zuchu ataendelea kukaza, ataendelea kushindwa kumsamehe mwanaume wake, basi talaka ya tatu itatoka. Diamond Platnumz hana budi ya kuendelea kumalizia talaka ya tatu, kwa sababu tunafahamu alimfanyia kosa, lakini ameshaomba msamaha. Kwa nini Zuchu hataki kumsamehe jamani? Lakini tunafahamu changamoto kubwa pia ambayo inaikumba hiyo ndoa ya Diamond na Zuchu ni kwamba familia ya Diamond haitamani hata kidogo Zuchu aweze kupata mtoto na msanii Diamond Platnumz. Mwanzoni ilikuwa ndoa. Mwanzoni tulishuhudia Mama Dangote alishindwa kabisa kubariki ndoa ya Diamond na Zuchu, akanamwambia Diamond kwamba sitamani uweze kumuoa Zuchu. Sijui kwa nini Mama Dangote hampendi Zuchu, wala hapendi kabisa Zuchu awe na Diamond. Hatujajua ni kitu gani ambacho kinasababisha Mama Dangote amchukie Zuchu kiasi hicho, lakini sasa hivi Diamond Platnumz amekaliwa kooni na mama yake. Mama Dangote, Mange Kimambi anakuambia hatamani kabisa Zuchu aweze kumzalia Diamond. Yeye kitu ambacho anakitamani hapo ni Diamond na Zuchu waweze kuachana, jambo ambalo mpaka sasa hivi wenye maamuzi ya kuachana wako wawili, Diamond pamoja na Zuchu. Na sasa hivi Mange Kimambi anakuambia talaka ya pili imeweza kutoka, imebaki talaka moja tu. Zuchu akicheza hiyo ndoa anaenda kuipoteza, kwa sababu Diamond yeye hajali chochote. Diamond anajua kabisa wanawake nitapata, na nitaolewa, maisha mengine yataendelea. Lakini kwa Zuchu vipi? Unajua mastaa wa kike huwa wanaogopwa sana. Wanaume walioko nje au ambao sio mastaa wanaogopa kuwatongoza, kwa sababu wanajua tu nikimtongoza Zuchu atanikubalia kweli. Sasa inakuwa inawawia vigumu kwa wao kupata wenza, labda wapate wasanii wenzao, jambo ambalo kwa mwanaume yeye ni rahisi. Mwanaume kutoka nje kwenda kumtongoza mtoto wa kike ambaye sio star, hiyo ni rahisi kabisa. Tena watoto wa kike wanapopatika vibaya mno kwamba nimetongozwa na Diamond, nikatae. Kwa sababu gani nikatae? Hata kama ana bwana wake huko, atamwacha bwana wake ataenda kwa Diamond, jambo ambalo ni rahisi. Sasa kwa Zuchu yeye ni maamuzi yake kumsamehe mume wake na kuendelea na maisha, au kusubiria talaka ya tatu iweze kumfuata akiwa nyumbani kwao. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe chini ya video hii.